Kwanza kabisa napenda kuipongeza bodi, kamati ya maandalizi na Secretariat ya Tuzo za Utumishi wa Umma na Ubunifu kwa maono yao, uongozi na kujitolea kwao. Kuandaa tukio la kiwango hiki kunahitaji dhamira, ushirikiano na imani ya dhati inayoendana na ubora na ubunifu katika utumishi wa umma. Hakika mmefanikiwa kuanzisha jukwaa lenye uaminifu na athari kubwa, jukwaa linalotambua utendaji bora na kuhimiza utamaduni wa kuboresha utendaji kwa kuendelea. Hongereni sana. Utumishi wa umma unaendelea kuwa nguzo kuu ya maendeleo ya taifa. Kupitia taasisi za umma zilizo bora, zenye uwazi na ubunifu, serikali zinaweza kukidhi matarajio ya wananchi, kukuza uchumi na kuunda mazingira rafiki ya uwekezaji na uundaji wa ajira. Katika dunia ya leo inayobadilika kwa kasi, ubunifu katika utumishi wa umma si hiari tena, bali ni jambo la lazima. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inaweka mkazo mkubwa katika ubunifu kama kichocheo cha kuboresha utoaji wa huduma, kuongeza tija na kuimarisha uwajibikaji. Ubunifu unawezesha taasisi kuendana na mabadiliko, kukumbatia teknolojia na kujibu kwa ufanisi mahitaji ya wananchi na wawekezaji kwa pamoja. Hii inaendana moja kwa moja na vipaumbele vyetu vya maendeleo ya kitaifa na dira yetu ya ukuaji endelevu na shirikishi. Kwa washindi wote wa tuzo, nipende kuwapongeza kwa dhati. Mafanikio yenu yanaonyesha kuwa utumishi wa umma unaweza kuwa bunifu, unaojibu mahitaji ya wananchi na unaolenga matokeo. Mmeweka viwango vya juu na mmeonyesha kuwa kujituma, taaluma na ubunifu vinaweza kuleta athari chanya kwa taasisi zetu na jamii kwa ujumla. Hadithi zenu za mafanikio ni chanzo cha motisha na mwito kwa wengine kuiga mfano wenu. Wageni mashuhuri, napenda kutumia fursa hii kutoa shukrani za pekee kwa wadhamini wetu, waheshimiwa na washirika wa maendeleo. Msaada wenu wa ukarimu umekuwa nguzo muhimu katika kufanikisha tukio hili. Kwa kuwekeza katika tuzo hizi, mmeonyesha dhamira yenu ya kuimarisha utumishi wa umma, kukuza ubunifu na kuunga mkono maendeleo ya taifa. Ushirikiano wenu hauishii katika michango ya kifedha tu, bali unaakisi maono ya pamoja ya ubora, maendeleo na ukuaji endelevu. Tunawahimiza wadhamini na washirika kuendelea kushirikiana na taasisi za umma katika kuendeleza ubunifu, kujenga uwezo na kupanua utekelezaji wa miradi yenye mafanikio. Kwa pamoja tunaweza kuleta athari za kudumu na kuhakikisha kuwa ubunifu unakuwa sehemu ya kudumu katika mifumo yetu ya utumishi wa umma. Mabibi na mabwana, napenda pia kutambua mchango muhimu wa wadau wa sekta binafsi ambao ushirikiano wao na taasisi za serikali unachangia kwa kiasi kikubwa uboreshaji wa huduma na kuunda mazingira wezeshi kwa wawekezaji. Ushirikiano imara kati ya sekta ya umma na sekta binafsi ni muhimu katika kukabiliana na changamoto za maendeleo na kufungua fursa mpya za ukuaji. Kwa vyombo vya habari, tunathamini sana mchango wenu katika kueneza taarifa za mafanikio, kukuza uwazi na kuelimisha umma. Uandishi na uripoti wenu husaidia kujenga imani kwa taasisi za umma na kuhimiza utamaduni wa uwajibikaji na ubora.
Tunaposherehekea mafanikio ya leo, tukumbuke kuwa kutambuliwa sio mwisho, bali ni chachu ya kufanya vizuri zaidi. Tuzo hizi ziwe hamasa kwa watumishi wote wa umma kuweza kukumbatia ubunifu, kuzingatia mbinu bora na kuendelea kuwahudumia wananchi wetu kwa uadilifu na weledi. Napenda kukushukuru tena kwa kuhudhuria tukio hili. Uwepo wako hapa ni ishara tosha na dhamira ya serikali katika kuendeleza ubunifu, utoaji wa huduma mbalimbali kwa umma na kukuza maendeleo endelevu yanayochochewa na uwekezaji. Tunashukuru kwa uwepo wako hapa ambao unaonesha dhamira ya serikali zetu zote mbili katika kukuza ubunifu na utoaji wa huduma katika sekta. Kwa ushindi wote wa tuzo usiku wa leo, ni sherehe ya mafanikio makubwa, nidhamu, ubunifu na kujitoa kwenu katika kuleta ubora katika huduma za umma, ikiwa ni mfano bora kwa taifa letu la Tanzania na ukanda wetu huu wa Afrika Mashariki. Hongereni kwa kutambuliwa kwa juhudi zenu. Hakika nyinyi ni mabingwa na champion wa mabadiliko na maendeleo endelevu ambayo tunayataka katika taifa letu. Jioni ya leo hatukukusanyika kwa ajili ya kukabidhi tuzo tu, bali ni kuadhimisha roho ya ubunifu, uadilifu na utoaji wa huduma unaoleta mabadiliko chanya katika ndani ya taasisi zetu na nje ya taasisi zetu, kwa maana ya jinsi ambavyo tunawagusa umma wa Watanzania. Ni heshima kubwa sana kuandaa mkusanyiko huu wa viongozi, wabunifu, watunga sera na wadau mbalimbali wa maendeleo wanaoendelea kuwa na mchango mkubwa katika kuendeleza huduma muhimu na ubunifu katika sekta ya umma. Uwepo wenu unaongeza thamani kubwa katika tukio hili la leo na likisisitiza umuhimu wa ushirikiano katika kufikia malengo na maendeleo katika taifa letu. Nitumie fursa hii kuwashukuru kwa dhati wageni waalikwa na wadau waliohudhuria tukio hili. Msaada wenu na kuendelea na imani yenu dhidi ya taasisi hii umekuwa na mchango mkubwa ambao utakwenda kuleta chachu katika maendeleo ya taifa letu. Napenda pia kutoa shukrani za dhati kwa washirika, wadhamini wetu pamoja na timu nzima ya maandalizi ya tukio kwa juhudi zenu ambazo zimetufanya wote kuweza kukusanyika jioni hii ya leo. Tunapoadhimisha sherehe hii na tuendelee kubeba mbele roho ya ushirikiano, ubunifu, kuboresha utendaji wetu kila wakati, ikiwa ni chachu ya kuleta maendeleo katika taifa letu la Tanzania. Tuzo za leo ziwe chachu ya kutuhamasisha sote kuhudumia kwa dhamira kubwa zaidi na kubuni kwa ujasiri na manufaa ya jamii yetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, wakati tunafikiri kufanya tukio hili, tulikaa tukaangalia, tukasema sekta hii ya umma ni sekta ambayo inahudumia kila mtu, na ni sekta ambayo katika watendaji ambao baadhi tunao hapa, wengine hawajaweza kuhudhuria, wapo watu wanajituma kwa dhati ya moyo wao kabisa na uzalendo kuhakikisha kwamba wanaleta mawazo chanya ili yaweze kutumika katika sekta ya umma. Mheshimiwa mgeni rasmi, tumeshuhudia taasisi nyingi za umma zikiweza kuleta ubunifu. Najua watu wamezoea kwamba vitu vya umma basi vinakuwa tu vya umma hivyo, lakini si kweli, kwa sababu tumeshuhudia taasisi nyingi za umma zikiwa zinaendeshwa kwa ubunifu, weledi wa hali ya juu ambao unaleta matokeo chanya katika jamii. Kwa kweli tukio hili ni la kwanza kutokea katika nchi yetu, sababu ndio tunzo za kwanza ambazo zimewahi kutolewa katika kutambua
huduma na shughuli zinazofanyika katika utumishi wa umma. Kwa hiyo sisi kama TFS tumefarijika sana kwa kupata tunzo hii, na kwa kweli tunajivunia kwa sababu tumekuwa sana na mafanikio makubwa katika eneo hili la uhifadhi wa misitu na bioanuwai, na ndio maana tumekuwa washindi katika hii kategori ya uhifadhi wa misitu na bioanuwai. Na hii imetokana na mafanikio ambayo na juhudi ambazo kamishna wa uhifadhi amekuwa akizifanya hususan kwa miaka ya hivi karibuni, ambapo ameimarisha ulinzi wa rasilimali za misitu nchini. Sasa hivi tumekuwa tukilinda misitu yetu na kuhifadhi kwa kutumia teknolojia za kisasa. Tunatumia drone ambazo zimekuwa zikifanya doria kwa sehemu kubwa katika sehemu ya misitu nchini, lakini pia ili kuweza kuhakikisha kuwa bioanuwai inaendelea kustawi na kuimarika katika maeneo mengi nchini, tumekuwa tukiboresha hifadhi zetu kwa kuzitumia kama vivutio vya utalii. Kwa hiyo wananchi wamekuwa wakifanya utalii kwa kuangalia hizi bioanuwai ambazo zinapatikana katika maeneo ya misitu kama vinyonga na zingine kama vipepeo, panzi, ambao wamekuwa kwa kweli kwa kiwango kikubwa wamesaidia sana katika kuhifadhi na kupunguza uhalifu, kwa sababu watalii wanapopita katika hifadhi hizi, wahalifu wanakimbia katika hayo maeneo. Kwa hiyo uharibifu umepungua katika maeneo hayo kwa kiwango kikubwa. Lakini pia tumekuwa tukishirikisha wadau mbalimbali na jamii. Tumekuwa tukitoa ajira za muda na mikataba katika jamii zinazozunguka misitu. Kwa hiyo kwa kupata ajira hizi za kuweza kupruni miti, yaani kuitengenezea ili iweze kupitika hususani kama barabara zile za misituni, jamii hizi za misitu zimekuwa zikiona misitu hii ni ya kwao. Kwa hiyo kwa kuwa nimekuwa zikiona misitu hii ni ya kwao, ule uhalifu na uharibifu umepungua, maana wameona ni sehemu wanayoweza kupatia kipato na ajira. Kwa hiyo hii imekuwa ni maeneo machache ambayo pia yameweza kutupatia tunzo hii katika hii siku ya leo. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu na tunaweza tukasema kwa tunzo hii imetupatia chachu ya kuweza kuongeza juhudi zaidi ili tuweze kuhakikisha kuwa tunaendelea kulinda nafasi hii, basi tuweze kuendelea kupata tunzo hizi kwa miaka na vijayo na vipindi vingine vinavyofuata. Leo tuna fahari kubwa ya kutambulika hapa nchini kwa tuzo ambayo imetolewa na Public Service Award kwa maana ya taasisi bora ya udhibiti kwa mwaka 2025. Tuzo hii ina thamani na ina maana kubwa sana katika shirika letu la viwango kwa sababu tunatambulika kimataifa na kazi zetu zote zinatambulika kimataifa. Kutambulika nchini ni fahari kubwa sana kwetu na inaenda kuchochea na kuchechemua basi zile kazi tunazozifanya, kuendelea kuongeza ubunifu na uweledi katika majukumu tunayoyafanya ili kuwezesha basi sekta ya viwanda na biashara kuendelea kufanya vizuri zaidi, lakini pia na wale wananchi tunaowahudumia wapate huduma iliyo bora na ile yenye viwango vya kimataifa. Leo hii sisi tumeona ni siku adhimu kwetu kama taasisi. Sisi tunasema ni taasisi kiongozi. Mbali na kwamba taasisi kiongozi, leo hii katika kushiriki na tuweza kufanikiwa kuchukua tuzo hii ambayo nadhani sisi kama CRDB Bank Foundation, taasisi ambayo imekuwa ikiwajali vijana na wanawake, tumeweza kutoa ajira na ndio maana tumeweza kukidhi na kutokea kuwa washindi kama Best Foundations in Public Service Empowerment kwa mwaka 2025. Kwa ushindi huu tumechukulia kwa heshima kubwa kabisa na tunaahidi katika nchi yetu tutahakikisha kwamba tunakwenda kutengeneza ajira zaidi kwa vijana wengi ambao wao wamehakikisha wanafanya juhudi zao katika biashara changa na wengine ambao wapo katika kujenga mawazo yao kupeleka katika sekta nyingine mbalimbali wakisha wanaifikia au wanafikia malengo yao hususan. Lakini kipekee kama yalivyo maono yetu, CRDB Bank Foundation tunahakikisha tunamjengea uwezo kijana mjasiriamali na kijana ambaye bado hajaanza ujasiriamali. Tunafanya mambo makubwa matatu. Jambo la kwanza, tunahakikisha tunatoa elimu ya fedha kwa vijana, tukihakikisha na tukiwa tumelenga kwamba vijana hawa ni vijana ambao wanakosa maarifa mbalimbali katika kujikwamua kiuchumi. Lakini mbali na hiyo, tunahakikisha tunatoa elimu ya ujasiriamali, lakini hatujawaacha jambo jingine, tunahakikisha tunatoa usimamizi wa biashara zao ni changa na ambazo bado pia hazijaanza, na wengine ambao bado wana mawazo wanatamani kuyaendeleza. Tupo tayari katika kuhakikisha tunayafanya haya.